Kwanza niwapongeze wachezaji wetu, wamepambana sana. Unajua tournament ya mashabiki wameshaanza kuingia na kuwafujwa. Unajua tournament ya Mapinduzi ugumu wake unakujaga wapi? Idadi ya michezo kwa siku ambayo unatakiwa mcheze. Kwa mfano tumecheza sisi mechi 4 ndani ya siku 9. Technically mechi zilikuwa nyingi zaidi kuliko huo muda ambao umetengwa. Lakini niwapongeze wachezaji wangu. Msheri njoo moja. Niwapongeze players wangu, wamecheza vizuri na wameweza. Jamani, hivi mnaelewa vizuri ya mambo? Bwana njoo kidogo pongezi zangu mbele ya waandishi. Okay. Bwana Abutwalibu Msheri. Kamati ya Mapinduzi na iheshimu. Imetoa tuzo kwa Aishi Manula na amecheza vizuri mchezo wa finali, no doubt. Hakuna anayejali. Lakini ukitafuta best goalkeeper wa mashindano, Abutwalibu Msheri ana deserve zaidi ya 180%. Huyu ndio kwa pekee ambaye michezo yote minne kuanzia hatua ya makundi, mchezo wa nusu finali na mchezo wa finali hajaruhusu goli kwenye dakika 90 zote ambazo amecheza. Huyu amekosa tuzo ya mashindano, lakini kwenye mioyo yetu mashabiki wa Yanga, Abutwalibu Msheri ndiyo kipa bora wa haya mashindano. Hii tuzo amepata shilingi ngapi? Ulisikia pale hela? Hapana. Nitaulizia, sitakupa hiyo hela. Inshallah. Wewe usijali. Shukrani sana. Waambie neno moja mashabiki wa Yanga hapa. Nawapenda sana. Wazidi kutuombea na kuniombea pia kuipambania timu yetu. Shukrani. Ulize bei tamchangia mtapewa hiyo hela huyo. Lazima naye apate, kafanya kazi kubwa kwenye haya mashindano, sio masiara. Bana, maneno yamekuwa mengi. Mpira umeisha pale, tumeona Babsaka, Hashimu wanasema kwamba pamoja na Vice wanasema kwamba ile ilikuwa red card, lakini pia haikustahili kuwa penalty. Haikustahili kuwa penalty? Ile ambayo tulipata. Haikustahili kuwa penalty? Red card yao ilistahili, penalty yetu ilistahili. Tukio ambalo wao wanaweza kulalamikia ni tukio la Ibrahim Baka. Lakini hayo mawili yalikuwa clear kabisa. Tukio la Ibrahim Baka ukiangalia marejeo palikuwa pana mgongano kweli. Na Baka sisi kama viongozi tutakwenda kuzungumza naye. Lazima tukazungumze naye, tumueleze kwamba sasa hivi hapa mbele tunapokwenda huko mechi za Champions League hizi, Waarabu wanatazama vitu mechi kama hizi. Wanaweza kumtarget, kumfanyia vurugu mtu wa kwanza wakiamini wewe ni mtu wa kureact. Kwa hiyo ukireact unaweza kupoa umeme, mambo yakawa magumu. Kwa hiyo ni vema tutazungumza naye kumueleza kwamba sometimes kwenye mechi mtu anaweza kuchokonoa tu makusudi akijua ni mtu wa kupanic. Ukirudishia maana yake tayari upo kwenye hatari. Lakini haya matukio mengine penalty, matukio mengine ya red card yalikuwa clear kabisa. Kama Azam imelalamikia, basi nafikiri wa matatizo mengi na wao. Hali yako ilikuwa vipi mara baada ya penalty? Mimi nilikuwa najua tunashinda hii mechi. Na ilivyokwenda kwenye penalty, sasa mimi nakaa na Msheri muda mwingi zaidi mazoezi, namjua Msheri. Mechi ilipokwenda kwenye penalty, niliwaambia pale VIP kwamba mechi ya Manula imeshaisha. Inakuja mechi ya Msheri sasa. Msheri ataiamua hii mechi. Mimi namjua ni mzuri kwenye kudaka penalty na ana huo uwezo. Kwa hiyo ilikuwa sio jambo ambalo tulikuwa na hofu. Nilikuwa najua exactly atakwenda kupata ushujaa wake ambao anastahili Abutwalibu Msheri. Experience uko nayo ya kuchukua utamu kwa hizi timu mbili. Kwanza leo kitaalamu heshima ya ndoa imelindwa. Kitaalamu. Maana gani? Maana tafuta wewe sasa. Lakini kitaalamu leo heshima ya ndoa imelindwa. Wanaelewa. Wewe sasa wakubwa wanaelewa. Leo heshima ya ndoa imelindwa. Nyumba kama kidogo ilichezewa katikati hapa, lakini leo baba tumesimama hivi. Nenda nje. Hii familia haikuhusu. Wamekataa mila za Kimasai. Ndio zipoje? Za kuweka mkuki nje. Sisi leo heshima ya ndoa imelindwa hapa. Wakubwa wananielewa. Nyumba yetu kama kidogo paliingia mtu kama kata, leo tumekuja wenyewe, nenda nje, tubaki na familia yetu salama salimini, tukutane Machi. Mwenyekiti, ubingwa huu una maana gani kwenu, lakini pia umewapa morali kiasi gani kuelekea michuano ya kimataifa? Cha kwanza ambacho tumefanikiwa sana ni wachezaji wetu kupata match fitness. Wameshiriki wote, national team players waliokuwa kule kwenye AFCON wamerudi, wameshiriki leo. Tumefanikiwa sana kwenye kuiandaa timu kwenda mechi ya kimataifa. Na ratiba inaweza katoka ya ligi katikati, tukawa na mchezo mmoja hapa before kwenda Misri. Sasa tutaondoka tarehe 21 kuelekea Misri. Wewe tukacheza mechi hapa katikati, tunasubiri ratiba itoke. Kwa hiyo tutapata mechi nyingine ya maandalizi kuelekea mechi yetu na Al Ahly. Kwa hiyo tunaamini tutakuwa na maandalizi mazuri na tuwashukuru waandaji wa Mapinduzi, wametugea mechi nzuri kwenye tournament hii. Timu zinashindana vizuri na hata Azam leo wamecheza kidogo vizuri, palikuwa hapana majudo mengi, mechi imechezwa vizuri na players wote wametoka wakiwa salama.
namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Msajili Alan Okello tayari ameshawasili ama siku gani anawasili? Okello tayari yupo Dar es Salaam na alikuwa anaifuatilia hii mechi vizuri na kuna message amenitumia hapa. Anasemaje? Okello Starboy amenitumia message hapa. Amenitumia message. Sisi tuna mechi pale KMC inshallah. Mtakuja kumuona. Lakini mwenyekiti, tulizungumza na wewe kabla ya mechi siku kama 2 zilizopita, ukasema kwamba wachezaji ambao walikuwa AFCON hawatoshiriki, ila leo tumeona booster yote hapa. Sasa Azam nao walikuwa watabiliki. Kuna muda fair na posti kwenye maboti leo anaenda Zanzibar huyo. Kwa sisi tukaona hapa na sisi tutie mshindo. Sasa wana posti sana, mara kaposti nini, mara nini, tukasema sijui akaenda wote hao akina Nado nani. Na sisi tuende muziki wote. Na muziki umekuja wote leo. Umeona amekuja nyuma pale, Baka amekuja nyuma, Jobu. Kitambala kaomba sabu hapa. Fa mchezo nini? Kitambala anawabiti mabeki wapaka blichi. Sio vile vyuma wewe. Osimhen kakimbia ule mziki wao. Kitambala bora. Mchezaji mzuri leo akutana na watu watano. Walikuwa wanamwekea timing hivi. Jobu anamdash, Baka anapiga kwa nyuma. Dakika 60 Kitambala kaambia Ibengi wataniua hawa. Basi ni ukuta ule. Kakimbia. Mmechelewa kufika visiwani Pemba. Watu wakashika sana. Shida nini hao? Hakuna shida, ilikuwa ni mipango tu. Tufanye mazoezi Unguja, tumekuja asubuhi leo tumecheza tumepata ubingwa wetu alhamdulillah. Ni mipango tu. Musa Bala Conte. Hivi mmeshamuomba msamaha Bala Conte? Sana tusamee. Walimkosea? Na nyie pia. Tafuteni muda muombe msamaha. Walisemaje kuhusu yeye? Hakuna usajili ambao Yanga tumeufanya. Hii shule niliwapaga siku moja. Hakuna usajili ambao tumeufanya usajili hauna faida. Kikosi cha Yanga ndugu zangu mkikiangalia vizuri kina changamoto kubwa sana ya namba. Mtu mmoja leo ameandika kwamba Yanga wamefeli wachezaji wa kimataifa msimu huu. Umeelewa? Lakini anasahau kwamba wakati dirisha hili tuli-extend mikataba ya pro hawa wa kimataifa baadhi yao. Sisi tumemtoa Aucho, tumemtoa Chama, tumemtoa Azizi. Tukaingiza wengine, lakini waliobakia wote wanacheza kwenye kikosi chetu cha kwanza. Kwa hiyo usajili haimaanishi kwamba unayemleta anatakiwa aingie moja kwa moja kwenye timu. Sometimes aliyekuepo unamletea changamoto. Na timu nzuri, hii inawapa sasa shule. Timu nzuri haionekani kwenye mechi. Timu nzuri inaonekana kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani unavyoona timu yetu wakigawana mazoezini 11 huku 11 huku. Ushindani unapatikana pale. Tukija kwenye mechi tunaweza shughuli tu. Kwa mfano timu moja anakuwa yupo Abutwali Bumsheri, timu moja yuko Jigi Diara. Huo mfano sasa. Huyu ana clean sheet Mapinduzi yote, huyu kachukua clean sheet ya kutosha. Huko AFCON imebidi Diara mpaka tumwambie zima simu. Kabisa. Chelsea wamesumbua sana huko AFCON. Tukamwambia zima simu wai Dar es Salaam. Sasa huku kuna yao Kwasi Atola yao, huku kuna Kibwana Shomali, kuna Zai Patrick Mwenda. Angalia tu mwenyewe, kuna Shadrack Boka, kuna Mohamed Hussein. Hiyo timu inafanya mazoezi hiyo. Ina Sinki, ina Ninju, ina Jobu, ina Baka, ina Mwamnyeto. Timu inafanya tu mazoezi. Hiyo timu yetu yote. Hatuwezi kupanga wachezaji 15 kwenye mechi, wanaanza 11. Kwa hiyo wanaoanza haimaanishi wanaokaa benchi wabovu. Leo Musa Bala Conte kama onyesha mechi ya finali angeng'aa dhidi ya Fufuni, ningesema timu ndogo hiyo, kang'aa dhidi ya Azam hapa. Kaweka madi chini, pasi zimetembea. Huyo ndio Musa Bala Conte. Tunaendelea kwenda naye. Nilisikia siku moja yule msemaji wa Singida anasema kwamba tunataka tubadilishane wachezaji. Yule amechanganyikiwa yule. Hussein Masanza. Nani mdanganya? Yaani Musa Bala Conte akacheze Singida Black Stars. Aliposikia. Alisikia wapi? Mimi mshangaa ndio maana sitaka kumjibu. Nikasema Hussein Masanza ameanza kuwehuka. Yaani anasema, "Waheji wetu mtuletee yupi?" Huyu tukimpeleka Singida Bala Conte kule akienda Singida, sasa kuwa MVP wa timu. Kabisa. Semeni nyie waandishi. Kabisa. Hussein Masanza hakuna mtu huku unaweza kumpata. Hakuna huku hata mmoja. Sisi timu yetu tumeitengeneza kwa ajili ya michuano ya kimataifa, kwa ajili ya ligi, kwa ajili ya mapinduzi, kwa ajili ya muungano, kwa ajili ya kombe la CRDB. Timu tumeiandaa iwe na ushindani. Ndio maana watu wote 29 kwenye timu yetu wote wana uwezo wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Hiyo ndio tofauti ya Yanga na timu nyingine. Ndio maana unaona kwenye timu yetu Kitale akija kwetu anakuwa kit manager na Mpogolo, hawezi kugusa uwanja. Kitale? Yule winga Kitale. Akija kwenye timu yetu anakaa pale na Mpogolo kubeba viatu vya kina Max na Pakome. Hawezi kugusa pitch. Wanaoanza hapa wana uwezo. Wote unaona uwezo upo. Kwa hiyo na nyinyi waandishi tengeni muda kwa nafasi yenu. Ombeni radhi kwa Musa Bala Conte. Na sio huyo tu, wako wengi. Yaani sisi ni jambo la muda. Wataingia wote hao kwenye timu.
Lakini inawezekana kuzungumza kwao ndo kumesaidia mpaka yeye kufanya vizuri. Kwani alikuwa afanya vibaya ulimuona wapi? Hivyo hata mashabiki nimesikia alikuwa achezi. Yaani Barakonda alikuwa hajapata nafasi na watu wanamsema. Unajua umuone mtu useme, hawajamuona wanaanza kumsema. Mimi niwaambie ndugu zangu, tufanye usajili wetu kwa makini na tumeongeza watu hapa. Dirisha hili dogo tumemtambulisha nani? Ya Lamine Yamal, Alan Okelo. Lamine Yamal. Damaro, tumemtambulisha Mwanengo, tumemtambulisha Lamine Yamal, Lamine Yamal tumemtambulisha. Kuna mtu mwingine tunamtambulisha, alafu kuna surprise inakuja. Kuna mtu mnamtambulisha na surprise. Yani bado striker. Sisi malengo yetu hayako hapa, malengo yetu yako huko. Yani tukikaa sasa hivi mnaweza mkaona akili yetu ilikuwa dhidi ya Azam, kumbe akili yetu ilikuwa inawaza Al Ahly. Kwa kuna vitu tunamalizia hapa, tuzidi kuboresha hii timu. Wale Waarabu pale kwao msondo pale utapigwa hapa, wala msio na wasiwasi. Msio na wasiwasi kabisa. Yanga ndio timu pekee itasafiri Tanzania kwenda Uarabuni ikiwa na Watanzania wanaiombea dua. Kuna wengine wataombewa dua warudi salama. Sisi tutaombewa dua tukashinde. Yaani Mtanzania mwenye akili timamu, Yanga pekee ndio utaiombea dua hii timu iende salama na ikashinde Misri. Timu nyingine zinazokwenda Warabuni kuziombea dua waende warudi, yani wapate afya tu njema. Masuala ya kushinda hiyo dua ukiomba tu mwehu huyo. Finali ukaamua uivalie kanzu. Sasa nikuja straight, unajua nilichelewa kwanza. Kuja straight kama dakika 5 mechi imeanza hivi nikawa medumbukia. Kidogo kwa shida ya usafiri lakini nikaweza kuwahi. Alhamdulillah. Jana nilikuwa na shughuli Dar es Salaam ya kukamilisha utambulisho wa Lamine Yamal. Na nitumie fursa hii kuziambia timu nyingine ndogo Tanzania, mnaruhusiwa pia kujifunza namna ambavyo utambulisho mkubwa unafanyika. Sio kwa ubaya, sio utambulisho wa kupiga mavuvuzela. Utambulisho una touch zake, una flavor zake. Sio unamchukua mtu unampa vuvuzela ndo nini sasa? Una taste zake, una flavor zake. Sasa huu wa Lamine Yamal umekamilika, bado kuna nyingine zinakuja. Nilipokuwa Dar es Salaam nilikamilisha introduction zote. Mwenyekiti watu sawa. Kesho kwanza fursa hii niiseme hapa, nilikuwa nimesahau. Naam. Tunaondoka usiku huu kuelekea Dar es Salaam. Nilipata maombi kwamba tukichukua ubingwa wa Mapinduzi tuwape watani zetu Simba Sports ili kombe. Kabisa. Lakini tumekaa kama uongozi mjadiliana, tumesema hawa hawataki kupewa chochote. Ili kombe haliendi kule. Tunachoweza kuwasaidia kwa siku ya kesho, mashabiki wote wa Simba Sports ambao wanakwenda sasa hivi mwaka wa 5. Yaani kama ni mtoto mdogo alizaliwa akaanza kutambaa, sasa hivi anaiba simu anakimbia. Simba hawajaonja ladha ya ubingwa. Sasa kesho pale makao makuu tutakwenda kuliweka nje kombe letu la Mapinduzi. Mshabiki wa Simba yoyote kuanzia saa 4 asubuhi unakaribishwa makao makuu ya Yanga kuja kupiga picha na kombe. Ya dunia ni mengi, unaweza wakata upepo kesho ukafa huna hata picha ya kombe. Kwa hiyo kesho saa 4 asubuhi taandaa pale kashughuli kazuri na kombe itakaa pale nje. Wawai jamani. Sharti ni moja tu, uje umevaa jezi yako ya Simba. Sije pale umejifanya jezi yako, uje pale usimame, utapigwa picha, utapewa, upeleke nyumbani angalau. Wewe likikukuta katika mipango ya Mwenyezi Mungu una picha ya kombe. Hawa mashabiki wa Yanga huu mwaka wa 5 wana mapicha mpaka basi na makombe. Kwa hiyo hii tumetoa fursa, waitumikie na waikimbilie kesho. Waje asubuhi pale ni bure. Hawatalipa. Uje na jezi yako lakini hutalishika ile kombe pia. Utakaa mita kidogo pap, unapigwa picha na kombe, unakwenda kuonyesha ndugu na jamaa na marafiki. Kuna watu wametoka kwao kijijini wamekuja mjini wakasema wanashangilia Simba, hawana chama cha kutuma huko zaidi ya Albadili. Waje wapige picha kesho bwana. Wapeni salamu wote. Sawa. Kina pasi milioni. Yule mzalamu mtu ana tumbo kubwa halina mafanikio. Wote wanatakiwa kesho waje makao makuu wapige picha na kombe la Mapinduzi. Angalau wapate kumbukumbu. Mwaka 2026 wameuanza na wao kwa kugusa kitu chenye thamani. Manake vitu wanavyogusa wao sasa hivi ni mabomu ya kutaka kulipuka na watu. Bora waje wakae karibu na kombe wapate furaha. Kwa hiyo kesho akimbilie fursa jamani.
Mimi baba yangu nitamtumia message usiku naye atakuja. Mwisho saa ngapi mwenyekiti? Ni kuanzia saa 4 mpaka saa 10 jioni. Tutakuwa pale asubuhi, waje wasione aibu. Ndio utani huo, na ndio si ndio kaka zao tuwasaidie wapate furaha. Sawa